no reform no election wanakuwa na misingi ambayo wanaifikiria kwamba kama hakuna reform ya mambo fulani hakuna uchaguzi. Nafikiri wako sahihi. Naam, mtazamaji wa Jambo TV, hii leo Machi 19 mwaka 2025. Ikumbuke kuwa mwaka huu ndo mwaka wa uchaguzi mkuu, kwa maana ya kuchagua wagombea katika ngazi ya udiwani, ubunge na rais. Tumekwisha kuona baadhi ya vyama vya siasa hapa nchini vimekwisha anza kujipambanua katika nafasi mbalimbali, kwa maana ya kuchagua wagombea ambao wataingia kwenye kinyang'anyiro katika nafasi mbalimbali, ikiwemo Chama cha Mapinduzi CCM. Tayari wamekwisha kuchagua mgombea wao ambao ataingia kwenye nafasi ya urais. Lakini Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, wao wamekuja na no reform no election, kwa maana wanataka kubadilishwa kwa tume huru ya uchaguzi ili uchaguzi uweze kufanyika. Hapa Unyamwezini, Unyanyembe, mkoani Tabora, tumefanya mazungumzo na baadhi ya wakazi wa mkoa huu kupata mawazo mseto juu ya no reform no election. Mimi ni Saidi Kaparira na hii ni Jambo TV. Mimi nafikiri kwenye mambo haya ya tume, kwanza unapotaka kuingia kwenye uchaguzi lazima uwe na ujiamini. Mambo ya uchaguzi, issue ya msingi ni kujiamini. Sasa ukikosa kujiamini utaanza kutafuta sababu. Manake uchaguzi ni kama uchumbiaji wa kitu fulani. Mimi na wewe tulikuwa tunachumbia kitu. Sasa wewe unaenda kuchumbia una hofu. Kwani upate hofu? Twende tukafanya uchaguzi na kila mmoja apokee matokeo atakayokuwa ametoka. Kwani yeye ana hofu nini? Kwa sababu tume inakusaidia nini? Yule mtu wa tume sio mpiga kura kama mimi ninavyoweza kupiga kura. Umeona? Sasa hofu ya kitu gani? Mimi sioni sababu ya hofu. Mimi sioni hofu. Majina yao ya wale ambao watakao ni wagombea watapelekwa kwa wakati na watashirikishwa kwenye kila kitu. Nadhani mpaka uchaguzi wa juzi wameshirikishwa kwenye kila kitu, ndio maana wamegombea. Na kuna sehemu wameshinda Chadema. Chadema wapo wenye vitu wengi tu wamepata. Sasa shida iko wapi? Kama hiyo tume ina ugandamizi, ingefikia mahali kwamba wao Chadema wakawa hawana hata mwenyekiti mmoja. Sasa kufanya hivyo, na mimi nafikiri mambo ya katiba ni mchakato. Wao waingie kwenye uchaguzi, zaidi baada ya uchaguzi sasa wadai wanachotaka. Kwa sababu Tanzania ni nchi huru. Tanzania inaendeshwa kwa demokrasia vizuri tu, hakuna shida. Na ndio maana wao wako ndani ya hicho chama. Manake bila demokrasia, manake wao Chadema wasingekuwepo. Lakini leo hii kupitia hiyo demokrasia ya huru, ndio maana hata Chadema wapo. Sasa kudai wanachokidai muda sio mzuri. Inawezekana madai yao yakawa yako vizuri, lakini muda sasa. No reform no election wanakuwa na misingi ambayo wanaifikiria kwamba kama hakuna reform ya mambo fulani hakuna uchaguzi. Nafikiri wako sahihi. Sababu ni kwamba kama wanasema kwamba no reform no election, kuna misingi ambayo nafikiri wao wanaiangalia. Kwa mfano, unapozungumzia kwamba uchaguzi unasimamiwa na nani? Tanzania tunasema kwamba kuna tume huru ya uchaguzi. Ni maneno tu ambayo yamebadilishwa, si mfumo uliobadilishwa. Unaposema kwamba uko huru, ina maana kwamba hutakuwa mtu ambaye unaegemea upande wowote. Sasa tukiangalia, je, hiyo tume ni maneno yamebadilishwa kuitwa tume huru, au ni nakshi ambayo imepita katika ile tume ya uchaguzi iliyopita? Zamani tulikuwa na tume ya uchaguzi. Leo tunasema kwamba tuna tume huru ya uchaguzi. Kwa maneno mengine ni kwamba kuna nakshi ambayo imepita pale. Nakshi hii ni kuweka neno huru. Sasa huo uhuru umetoka wapi kwa yule ambaye aliteuliwa na mheshimiwa rais kuwa aidha mwenyekiti wa tume, mjumbe wa tume, kamishna wa tume? Je, huyo mtu amepitia katika tanuli lipi la kuweza kumpata? Tunategemea kwamba kuna tanuli la kuweza kumpata mtu ambaye atakuwa huru, hata egemea upande wowote, hata kuwa bias. Sasa kama mtu ambaye amenakishiwa hawezi kuwa huru hata siku moja,
tunategemea kwamba wajumbe wa tume huru kungelikuwa na tanuli la kuwachuja, tanuru la kuwachuja ambalo kutakuwa na sifa ambazo zimeainishwa kuwapata hao wajumbe, na hizo sifa wakikidhi, basi hao wana qualify kuwa wajumbe wa tume huru ya uchaguzi, na watakuwa huru kweli kweli, kwa sababu hawatafanya kazi kwa maslahi ya mtu fulani. Miezi kadhaa imebakia hii kuelekea uchaguzi huu. Unahisi huu muda utatosha kufanya hayo? Kufanya uchaguzi na kufanya reform ni vitu ambavyo vinategemeana. Hatuwezi kufanya uchaguzi wakati tunaingia kwenye moto. Ni afadhali ukadelay ili uweze kupata vitu ambavyo vitakuwa na maana zaidi katika jamii. Mimi nadhani mabadiliko yanaweza kufanyika kwa vyovyote vile. Lakini licha ya maoni ya wananchi hapa mkoani Tabora, Jambo TV pia tumefanya mazungumzo na kiongozi wa chama cha wananchi kafu wilaya ya Tabora, naye ameeleza namna ambavyo wanauendea uchaguzi huu. Kama chama cha siasa wilaya ya Tabora na mkoa wa Tabora kwa ujumla, tumejipanga kuhakikisha kata zote tunaweka wagombea, na tumejipanga kuhakikisha pia majimbo yote ya uchaguzi yaliyopo katika mkoa wa Tabora nayo pia yatakuwa na wagombea, na tumejipanga ofisi kuu pia kwa maana ya kuandaa mkutano mkuu kwa maana ya kuwa na mgombea urais. Pamoja na vitimbwi, pamoja na hofu iliyopo kwa Watanzania na hofu iliyopo kwenye vyama vya siasa ya kutotendewa haki kwenye uchaguzi, lakini tumesema tutashiriki uchaguzi kadiri vile utakavyokuwa. Ngome ipigavyo ndivyo ichezwavyo. Kwa hiyo sisi kafu hatutasusia uchaguzi, tutaingia kwenye uchaguzi na kwa namna yoyote iwavyo tutahakikisha tunalinda matokeo yetu.